Baada ya saa 3 asubuhi, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 24 Julai 2026. Kama kawaida, sasa tunaingia katika sehemu ya tatu na ya mwisho, ikiwa ni sehemu ya msanii ama ya wasanii studioni. Nazungumza naye rafiki yangu hapa. Mbona wanasema kwamba mbona tuandikie mate na tunawino. Nataka karibu sana katika studio za West TV. Asante sana mtangazaji. Nashukuru tena kwa kunikaribisha katika West TV. Naipongeza, nasema ni asante, Mungu asifiwe. Na sijui mwelekezi, sijui kama sauti yangu iko sawa. Nafikiri we shall retake that. Utatueleza unatokea wapi, na ni mara yako ya kwanza kuingia katika studio za West TV ama umekuwa umuhimu na sio mara ya kwanza na sio mara ya pili? Karibu tena kwa manufaa ya mtazamaji. Tueleze wewe nani, unatokea wapi, kisha baadaye tutakuwa tunaendelea. Rafiki yangu. Asante sana mtangazaji. Kwanza nijitambulishe kwa majina, naitwa Paul Simani, evangelist. Msanii, naimba nyimbo za Injili na hubiri Yesu Kristo. Hii ni mara yangu ya kwanza kuingia katika studio ya West TV. Basi nashukuru kwa nafasi hii ambayo amenipa. Nasema Mungu awabariki. Unasema kwamba wewe ni mwinjilisti. Mwinjilisti Paul Simani. Unajua, kabla tujaingia katika mazungumzo yetu, mwinjilisti, kuna tofauti ya an apostle na evangelist na pastor na overseer, maneno makubwa, kwa sababu wakati mwingine anashindwa kufahamu nani ni nani, kwa sababu kuna mwinjilisti, kuna apostle, kuna pastor, kuna overseer, bishop. Haya maneno makubwa haya yanatokea kutokana na kazi gani ambayo mtu anafanya? Umejua, nashukuru sana kwa swali hilo. Yes. Kristo Bwana Yesu mwenyewe amesema kanisa lake litajengwa na vipawa ngapi? 5. Yeah. Kwa sababu tunaona katika kanisa Yesu mwenyewe alipoinua mitume, mwanzo tunaona kuna mitume, kuna evangelist, kuna nabii, kuna mwalimu na kuna wa miujiza. So kila mtu alipewa karama yake. So unaposikia mtu anaitwa mtume, ako na hizo ministry 5. Kwa hivyo anaweza fanya kazi ambayo yenye mwalimu angeweza fanya. Akifika mahali pa unabii anaweza fanya kazi kama nabii. Ikifika kuombea watu wagonjwa ataomba, watapona, kwa sababu wako na hizo vipawa 5. Na kuna wale hawajawezewa kupewa hizo vipawa 5. Utapata kuna yule tu amepewa kipawa cha pastor. Lakini hata kuwa na uwezo ya kuomba miujiza sikafanyika, kwa sababu kipawa yake alijaliwa ni ya kuchunga kanisa. Ako limited. Yeah. Lakini yule mtu mwenye huwa anasema kila siku kwamba ana kipawa kikubwa sana ni mtu anaitwa mwinjilisti, kwa sababu nina marafiki wa injilisti. Wakati ambapo anazunguka, kwa sababu mimi kila ambacho najua kwamba yule mwinjilisti yeye atakuja pengine akunenee, lakini hatakwambia kwamba kuja kanisa yangu. Atakwambia aenda kanisani. Kanisa of your own choice na mambo kama huyo. Mtu ana talanta fulani ama amesaidiwa sana na Mungu, kwa sababu wakati ambapo anakutana na watu wenye hajawahi kutana nao, hawafahamu, lakini anajaribu kueleza neno la Mungu, unafahamu vizuri, alafu kisha baadaye huyo mtu ni tofauti sana na pastor. Mwinjilisti unaweza kuwa pastor. Mwinjilisti unaweza, kuna uwezekano. Maana the more unapoendelea kufanya kazi ya Mungu, Mungu anaendelea kuinua kiwango hata kingine. Unaweza fanya kazi ya uinjilisti, baadaye tena ukapewa hiyo, ukasongeshwa hiyo kiwango. Ni ili swali umeniuliza, siku moja niliitwa kwa kanisa moja kule Nandils ya Apostolic Church. Reverend akaniita, akaniambia nimeona uko na kipawa ndani yako. Lakini aliniuliza
unaweza ukahubiri mkutano wa nje ama wa ndani. Nikamwambia mimi nimechaliwa hiyo neema, naweza nikahubiri kwa mkutano wa nje wa crusade, tena tukiwa ndani nikafundisha. Ukafundisha. Kwa sababu nilielewa hiyo neema Mungu amenipa. Nimekuelewa vizuri sana. Nataka sasa, nimekuelewa vizuri kabisa, kwa sababu wewe kumaanisha kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Yes. Na pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Yes. Nimeona umechangamka sana pale. Sijajua wakati ambapo ulikuwa umeketi pale, nikafikiri kwamba umekuja pengine kunena kupreach hivyo, kumbe wakati ambapo nimeona video nikaona jamaa amechangamka kabisa. Nataka kuniambia unatokea wapi ndugu yangu? Mimi natoka eneo la Lugari, Chakalini, Msembe area. Lugari, Chakalini, Msembe area. Sasa ndio nyumbani kwenyewe. Unashiriki kanisa gani? Mimi nashiriki Ushindi Baptist Church. Watu wa Ushindi Baptist Church. Kiwango gani? Mwimbaji tu wa kawaida ama wewe ni, kwa sababu najua kwamba kwenye kanisa kuna vitengo tofauti. Kuna wale atakwambia kwamba huyu leo atakuwa mwalimu wetu. Yes. Atatufunza, kisha baadaye pastor atakuja baadaye. Yes. Uko kitengo gani? Sasa mimi kwa nafasi niliomo hapo sana sana na evangelist, tukiwa na mikutano ya nje na ubiri kuleta watu kwa Yesu. Mimi ni evangelist, official evangelist. Na uimbaji. Lakini wakati mwingine pia unapata nafasi pale kanisani unafunza watu mawili matatu. Ikifika time pengine amesema ametoka, anasema wewe utashikilia hiyo nafasi kama pastor, fanya kazi na ndugu yangu Paul, wewe ni mwinjilisti. Safari yake ya uimbaji ulianza lini? Ulijipata aje tu ukaanza kuimba? Kwa sababu wewe ni mwinjilisti, tunajua kwamba wainjilisti wengi ni neno tu, wanakuja wanakukalisha chini, wanakuambia uzuri wa kujua neno na mambo kama hayo, wanakuambia nenda kanisani ukapata kufahamu zaidi, lakini wewe unaimba pia. Hii safari ya uimbaji imetoka mbali. Manake mwanzo mimi nikumbuka kutoka kitambo, mwanzo sikujua ninaweza kuja kuwa mwimbaji wa kutoa nyimbo mpya, kutunga. Nilikuwa naona ngumu sana, lakini tukawa tunaendelea kanisani kama praise and worship. Sasa mimi nilikuwa naimba kama praise and worship, lakini nafasi ya kutunga nyimbo na kuandika sikujua. Lakini ilifika mahali Mungu akaanza kunionyesha kwa maono, kwa ndoto. Nikiwa nimelala naona Mungu, naona niko kwa kanisa na nyuma kabisa mtu ananishika kutoka huko nyuma, ananishika mkono, ananipeleka kwa madhabahu na ananiambia imba na ufundishe. Imba na ufundishe. Sasa naona ni mzee ananiambia nataka uimbe na ufundishe. Hivyo ndivyo walikuwa wananionyesha. Sasa nikaona hiyo mara ya kwanza, hiyo ikapotea. Siku nyingine tena nikaona niko kwa kanisa naimba wimbo mpya sasa, nikiwa na timu yangu pale, na ninasikia nabarikiwa sana. Sasa wakati ndiona imezidi hivyo, ikafika mahali nikabidi nichukue maombi ya kufunga sasa. Maana yake sikuwa naelewa. Nikasema, Mungu, unanionyesha nini? Kama ni wewe, waje yatimie. Nilichukua maombi ya kufunga siku 2 na kuomba. Nilipomaliza haya maombi, after kutoka kwa hiyo maombi, kweli Mungu anajibu kupitia kwa prayer and fasting. After hiyo ndio nilikuwa nimekaa mahali na Biblia hivi nikisoma neno, wimbo ikakuja. Aya, siku iliyofuata nilipokuwa tena nimelala, nakumbuka ilikuwa Jumamosi usiku ikielekea asubuhi, wimbo ikakuja. Hiyo wimbo bado sija nini hapa, lakini inakuja, iko nimerekodi tayari, iko nikaiona ikakuja, nikaamuka, nikaimba, nikabarikiwa sana. Nikasema the more inanibariki, najua itabariki watu wa Mungu. Nikaandika na nikasema, Mungu nisaidie niende studio. Na hiyo wimbo ilianza 2014. Kwa hivyo safari yako, kwa hivyo ulianza kuimba mwaka 2014, around 12 years ago.
Wimbo wako wa kwanza? Wimbo inaitwa Nawauliza. Ingine hii ambayo no, hii sasa ni ya 2021. Kwa hivyo una nyimbo ngapi ambazo tayari mimi nyimbo nimetoa niko na nyimbo zaidi ya 10 lakini bado sija post. Sasa ngapi ambazo ziko YouTube? Sasa zenye ziko kwa YouTube ni 4. Lakini umeimba ngapi? Ni around 9 hivi. Nafikiri 9. 9. Yeah, lakini siko sinakuja nitasukuma YouTube zote. Kwa hivyo zile ambazo umefanyia video sasa ile iko video sasa ni hii ambayo inacheza. Zingine siko sinaendelea nitasirusha YouTube hivi karibuni. Moja ndio ndio nimefanya video sasa. Yeah. Alafu zingine sasa siko wanakamilisha sasa sinakamilishwa. Ushafanya video? Sasa siko na ile editing. Wana edit. Kisha kwa tayari nitarusha tasukuma tu. Ngapi? Asa zile zinafanywa ziko nje ni karibu around 4. Around 4. Ukiweka pamoja zitakuwa 5 YouTube. Sasa zitakuwa siko. Na wakati ambapo ulikuwa ukianza hii safari yake ya muziki 2014, rafiki yangu Evangelist Paul Simani, wewe nia yako kubwa ilikuwa nini? Mimi yangu ya kuanza kuimba kwa sababu tunajua kwamba watu wengi wakiimba ni pesa ambazo wanatafuta. Sema kwamba nataka niimbe, nikuwe mwimbaji mzuri, nikuwe naitwa mahali niimbe, nikiimba YouTube inilipe, niletee pesa. Wewe pia ilikuwa wazo lako ama? Nia yangu na tamaa yangu ya kuingia katika hiyo uimbaji mwanzo ilikuwa ni kufikisha ujumbe wa Mungu. Yaani ilikuwa na nia ya kwamba ujumbe wa Bwana ufikie watu. Kile chenye Mungu amenipa kifikie watu. Na ndio maana unaona hapo alikuwa ananifunulia kwa maono. Kwamba nataka uimbe, ufundishe. Sasa hiyo ndio ilikuwa lengo langu. Lengo langu ilikuwa ni kile nilicho nacho kifikie watu. Kupitia katika uimbaji. Lakini haukuwa na nia ama lengo la kwamba unataka pesa? Lengo hiyo ni nia iko kwa ndani yangu. Lengo langu na nia ilikuwa bora this information ifikie watu, yale ambayo unajaribu kuyafunza yafikie watu wa Mungu. Along the way, kwa sababu long way ni miaka 12 sasa. Has that changed? Pengine umebadilisha mawazo kwamba sasa unataka hizi nyimbo ziniletee pesa? Sijakuja kwa hiyo ni kwa sababu ya kwamba natafuta pesa kwa imba, manake hata nikifanya hivyo Mungu naye akiangalia ataona huyu riziki bwana. Ni riziki. Unatafuta riziki wewe. Mimi na wewe tunajua kwamba kuna gospel musicians ambao wanaimba gospel mzuri sana, ndugu yangu Paul, na wanapata pesa bwana. Ni sawa. Umejua mimi ninafanya hii kazi sababu ni mwito. Na kuna wale wanaifanya kama kazi. Hebu nikuulize, very good. Lakini kuna wale wasanii ambao wako talented kabisa, wana talent. Wana talent, anaimba gospel mpaka akipiga gospel mpaka ukisikia unasema kweli hii ni gospel. Hiyo si mwito. Ni mwito. Lakini inatakana ujue ya kwamba wakati Mungu amekufikisha katika kiwango cha kuanza kupata pesa, usimsahau. Maana kuna mahali anasema mtakapokula na kunywa msinisahau, mtakapochenga nyumba mzuri, mtakapoishi maisha mzuri msisahau. Unaona? Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba hao wengine wanaimba lakini wanamsahau? Sijamaanisha hivyo. Najaribu kumaanisha hivi, kwa mtu yeyote ambaye anaweza jaribu kuingia katika uimbaji, aingie na nia ya kwamba nia ya kwanza ni kwamba kumtukuza Mungu, na kupitia kwake watu waokoke, wamjue Mungu.
Maana after hiyo najua Mungu atampea maisha mazuri hiyo ingine. Wanasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, kisha vitu vingine vitawafuata. But the same Bible also say my people are destroyed because of for lack of knowledge. Kwamba wanakosa ufahamu pia. Mara nyingi unajua nasema kwamba Wakristo kuna mambo fulani tunafanya, lakini kwa sababu tunakosa ufahamu tunaishia pia kuangamia. Ndio hiyo sasa. Kwa hivyo wewe unacheza muziki mzuri, nimesikia muziki mzuri. Uone kwa kwamba pengine ndugu yangu Paul sema kwamba unataka kupiga gospel na ilete pesa. Italeta pesa bwana. Italeta tu. Unaona? Italeta na tena italeta zaidi, maana hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu. Kanisa lako linakuunga mkono wakati ambapo unafanya hii injili. Wamekubali kabisa. Wamekubali. Wanakusaidia kivipi? Sasa ile usaidizi nilio nao ni mawaidha. Na kunitia moyo zaidi. Mawaidha na kukutia moyo. Hawajaamka siku moja wakisema kwamba leo Paul video ni pesa ngapi? 10,000 ama audio 3,500 tunafanyia video. Ni mimi mwenyewe sijaenda kuambia nataka msaada wenu. Lakini ukiwaambia najua nikiwaambia watafanya. Unaogopa? Sikuogopa. Hautaki. Mimi mwenyewe nilitaka bado una utaratibu fulani. Nifanye mambo yangu kwanza. Kama kutakuwa na mtu ameizi anaona ya kwamba kweli huyu chenye anafanya ni kizuri, nja kumtukuza Mungu, atanisupport. Lakini mwinjilisti Paul, wewe ni mtu mkubwa and you've been around. Wakati ambapo unaona kwamba kuna uzito mahali, mbona usiende tu na useme kwamba unaitisha pastor, unamwambia kwamba pastor, unajua huu wimbo ni mzuri sana na nataka nipige nataka huu wimbo uende nje, watu wasikize maneno. Nisaidie nifanye video. You never done that? Mimi sijakuwa na ama utaki kuomba. Kwanza hiyo ndio iko kwangu. Yaani hiyo ndio kweli ya iko ndani yangu. Mimi wanasema kama kuna mtu anataka apariki kazi ya Mungu, yeye mwenyewe akuswe tu. Kama vile mhubiri unaweza kuwa unahubiri ukabariki mtu mwenyewe akasema huyu pastor anahitaji soda, anahitaji maji hivyo. Lakini nisaidie, hapana. Huko niende mbele ya Mungu niambie Mungu umenipea wimbo, nifungulie njia nipate pesa niende kwa studio ni utoe wimbo. Ikifika mahali wakati wa video sasa, na nimwambie Mungu sasa ni wakati wa video. Imefika mahali nikasema Mungu, nimetoa audio simekaa sana, sasa nitakana hii message ifikie watu, na Mungu akaanza kunifungulia njia. Mwinjilisti Paul, una familia sivyo? Mimi niko na watu wangu wa nyumbani. Ndio familia anasema. Watu wa nyumbani, ndugu zako, dada zako, hiyo ndio familia ambayo nataja. Wanakusupport pia? Pia hawanisupport. Ni kama vile tu nimekuambia kwa mambo yangu sijawaambia wanisaidie. Hata kwa familia pia sijawaambia. Ni juzi tu ndio nimeona wakinipigia simu, tumeona wimbo wako kwa mtandao wapi. Kwani wewe unakuwa mwimbaji? Nikasema kwani hamjajua? Hadi tuko na msanii mkubwa hapa na hatujui. Mpaka mwingine ananiambia ataniita Mombasa, sister yangu akona wimbo atoe nimpeleke studio. Ni vile nimenyamaza. Lakini sasa saa hii you need to come out, unafaa utoke, usinyamaze. Kwa sababu unajua music you have to be very aggressive. Lazima utoke, lazima ukuwe na hiyo nia, lazima pia utafute connection na mambo kama hayo. Sasa usiketi tu kwamba mtu atakuja baadaye akusaidia. Mambo kama hayo. Paul, nafikiri itakuwa vyema hivyo. Na nataka nikuulize, hii safari yako ya muziki Umwami Paul Simani, wakati ambapo unatunga hizi nyimbo, hii safari yako yote, wakati ambapo unaketi chini unasema kwamba wakati mwingine ni ndoto tu na mambo kama hayo,
Wewe binafsi hizi nyimbo ambazo unatunga ama wakati ambapo umekuwa katika safari yako ya muziki, kuna wale ambao pengine umekutana nao wanakuambia kwamba bwana Paul, wewe kuna muziki unapiga bwana, wachana na story ya muziki, wewe bwana, wewe endelea na uinjilisti wako. Unaona kwamba pengine wanafanya kwamba unakufa moyo. Watu kama wako wengi nimekutana nao. Wanakuambia nini? Unasikia mtu anakuambia bwana, sasa wewe uimbaji itakuestia time. Kuna waimbaji wengi wameanza hivyo wakafika mahali wakawaja wako hawajaenda mahali. Kwa hivyo mbona wewe una waste time kwa hii nini ya? Hayo mambo nimeyaona, nimesikiza wengi wakiniambia. Nafika mahali naanza kufikiria na sawa ya. Kwa maana yake utasikia anakuambia tangu anza umepata nini, lakini nafika maana nasema hapana. Mimi sikuingia katika hii muziki kwa sababu tu ya nia ya pesa peke yake. Ilikuwa ni lengo la kumtumikia Mungu, kumhubiri, kumshuhudia ili watu wamjue. Sasa wakati nafika mahali nataka kugive up kwa sababu ya vifunja moyo, Mungu ananitia moyo na hilo jambo, nasimama. Nikitaka kufika mahali niseme yenyewe kweli hata sioni benefit yoyote, waje niaje. Wakati nataka niaje, wimbo ingine mpya imekuja. Unapata sasa hii ingine unataka kuaje, Mungu amekuletea ingine mzuri, na hapo hivyo unasikia inakubariki. Unasema hapana, waje niendelee kushikilia. So iko hivyo vile mtangazaji umesema. Nataka nikuulize swali hapa kwa sababu ni swali ambalo wasanii wengi huulizwa. Swali ambalo nataka nikuulize ni kwa sababu kuna wengi watakwambia, watasema kwamba unajua gospel hailipi na mambo kama haya. Unarekodi aje video zako kama hizo? Sasa swali langu ni la kawaida, apart from music, nini nyingine ambalo unafanya mwinjilisti? Mimi mwenyewe kazi yenye mimi ninafanya, ninachora plans za nyumba. Mimi ni architect. Naweza chora nyumba, ni kufanyia quotation, nipatie material kila kitu na wendo uchenge. Hiyo ndio kazi yangu. Kwa hivyo unakula vizuri sana. Tunakula vizuri. Tai ni ya bei. Tunakula smart. Unakula smart kabisa. Architecture. Kwamba unaweza chora nyumba. Ile pengine ile muundo ambayo mimi nataka. Alafu kisha baadaye unipe ile quotation. Kupatia quotation. Wewe mwenyewe uende fanya quotation, ulinganisha pesa uko nazo na hiyo nini inatosha. Ama kama pia kama uko na fundi ama una fundi, unaweza kuja kupima hiyo nyumba, nisimamie nichenge ishi. Na isikuwe na leakage. Yes, sababu ni nyingi nimechenga hata Mombasa huko siko sawa. Sijaiona kazi yangu mahali imesimamishwa na kazi. Hata hizi unajua mwelekezi wangu anapenda flat roof. Flat roof unazijua hizo? Zote. Kwa hivyo tukimaliza kipindi nafikiri utazungumza naye kwa sababu anataka yule mtu atamjengea flat roof. Unaelewa flat roof sivyo? Zote. 3 bedroom. Yote, hata 1 bedroom. Hii kazi tulikuwa tunafanya na wasia mmoja kule Kisii. Alikuwa engineer, tulikuwa tunafanya na yeye hizo kazi. Sasa zingine ananiacha kwa ofisi, tunachora plan, yeye anatoka ama ananituma kama yeye ameshikika. Kwa hivyo ni kazi ambayo ulianza kitambo si juzi. So mimi nategemea Mungu kwa hiyo pia. Apart from music, mtumishi Paul Simani pia ni architecture. Architecture kwa Kiswahili inaitwa nani? Mchoraji hapana. Sio mchoraji. Nini? Nitakwambia nimesahau tu. Evangelist, tunajua kwamba pengine gospel music
haijakumbatiwa na watu wengi. Najua kwamba ukienda kanisani pengine utafanya tu kanisani, wale ambao watakuita nje kidogo pengine ni crusade. Wewe umeperform wapi apart from pengine church? Mimi mimi nimekuwa nikiitwa kwa nini za nje. Crusade sana za nje. Kama wapi? Kama pale Nandis tumekuwa na crusade hapo. Alafu kuna Ushindi Baptist Likoni, karibu Likoni hapo, kwa pale na mkutano. Perform pale na wakina Anastasia. Anastasia pia ni mwimbaji wa kanisa letu pia. Pale alafu Lekisi pia nimefanya kule za kule nje pia. Sana nimekuwa crusade ama. Alafu kuna pia kwa kanisa la Friends pale Nandis nimekuwa pale pia, tukafanya hako mkutano pia perform pale. Alafu tumekuwa na kesha pia za usiku worship. Kwa hivyo uko na experience. Uko na experience na pengine kuna yule msanii ambaye unatamani sana siku moja kufanya naye collab. Unasema kwamba huyu jamaa nikipata nafasi ya kufanya naye collab hii itaua. Nani? Kwa yule msanii mwenye unatamani sana kufanya naye collab, kwamba mimi nikipata msanii fulani tunaweza fanya naye collab kali sana. Msanii ambaye pia mimi napenda sana nyimbo zake, Rose Muhando, nyimbo zake zinanipamba sana. Rose Muhando. Alafu Poni Mwaitege pia. Ni rafiki yangu anaitwa Dennis Haimba. Unamjua? Dennis Haimba. Bado sijamjua. Unamjua vizuri. Unamjua vizuri sana. Nyimbo zake zina reverse. Sasa kisema hivyo. Pia huyo ako sawa, hata nikipata huyo naweza fanya naye kazi vizuri sana. Jamani, nyimbo mzuri sana. Sana. Rafiki yangu mkubwa kabisa. Yaani hizo za nguvu bwana, kiroho. Hizo anafanya kazi mzuri sana. Kwa hivyo umesema Boni Mwaitege, hata rafiki yangu Dennis Haimba kina Generous Haimba, umekutana naye? Generous Haimba. Bado sijakutana naye. Unamjua? Pia. Naona tu kwa mtandao. Lakini unamjua? Sijakutana naye hivi. Bora Yesu. Hiyo naionea tu kwa mtandao. Lakini hatujakutana live hivi. Hamjakutana na. Sasa tukikutana basi mambo itakuwa mzuri sana. Kwa hivyo unahitaji pengine ile that connection, pengine kuna wale wasanii ambao unatamani sana kukutana nao, upige nao collabo. Nimeona umetembea sana. Umekuwa katika makanisa tofauti. Makanisa ambayo unatembelea pengine wakati ambapo unaimba au muziki wako wanaridhika, wanasema kwamba pengine talanta iko na mambo kama hayo. Kwanza wananimezea mate, wengine wameniita wananiambia nataka ukuje tukupe pastor hapa. Kwa sababu tu ya hiyo uimbaji. Kwenda tu kushuhudia tu Mungu, alafu yaani kushuhudia tu kidogo na kuimba, unasikia Bishop anakuambia sijaifanya na wewe nini, lakini kulingana na vile nimekuona, nimeona uko na mwito. Kuna makanisa mara nyingi tunasema kwamba kuna kitu ndani yako. Sasa hivyo kama yule apostle nini, mtumishi kutoka Nandis, niliingia tu kwa kanisa yake siku moja. Nilikuwa naenda kwa kanisa nyingine, nikaona hapana, hata hii ni kanisa nimepita, wacha niingie. Na ni mara ya kwanza kuingia pale, nikakaa pale nyuma, akasema wakeni tunawakaribisha. Nikashuhudia na nikawabariki na wimbo moja. Huyo Bishop alisema, mtumishi, after kumaliza ibada tunataka tuongee nawe. Alitaka sana alipe kanisa hapo hivi. Tukupe kila kitu. Lakini wewe ulikuwa tu umeenda kutembea. Kwa tu ni siku moja. Akasema nimeona ndani yako kitu bwana. Sio tu hivi. Tunataka tufanye kazi na wewe. Lakini kamwambia waja tuombe hilo jambo. Mungu akikubali, akitujalia basi tutafanya. Na
Wewe una pengine azma gani? Unataka pengine chini ya miaka 5 ama 10, unatamani kuwa wapi? Mimi kimuziki, lengo langu na nia uimbaji ile niko nayo, nataka ifikie watu wote. Yani message, maana hiyo tamaa yangu na kiu ifikie watu. Maana najua Mungu kuna wimbo nimepewa hata ya Kenya. Gospel. Bado ni gospel. Gospel ya Kenya. Kuna ile tena inasema, ingine nimetoa tena inasema, Mungu tunaomba tunaombea taifa le. Bado ni message. Kwa hivyo hiyo tu ni kama vile ulikuwa unasema inahitaji support. Inahitaji lazima inahitaji support. Kwamba kuna lakini umesema kwamba wewe sio mtu wa kuombaomba. Mimi sio kuomba. Mimi nilisema kama kuna mtu anasikiza wimbo wangu na anaona imebariki na nataka ibariki mwingine pia, anaweza isukuma. Nasema wacha tusukume hii msanii afike hapo. Na wewe kwa YouTube unaitwa nani? Naitwa Paul Simani. Paul Simani. Paul Simani. Kwa hivyo Paul Simani kwa YouTube. Wasema kwamba pale kuna nyimbo ngapi? Hapo kuna nyimbo 4. Taona ile ya worship nikiwa kwa studio direct, nikirecord direct. Alafu kuna zile audios. Kuna zile audio. Kuna ile nimetoa video ni moja, si ndio? Hii tayari ile nilifanyia kwa studio official, siko video yenyewe kabisa, lakini yenyewe sasa iko inakuja. Naelewa kile ambacho unasema. Kwa hivyo zile pale wataona kuna wimbo inasema njoo uone. Nimetoa na Noindi Amani. Tukiwa kule Dar es Salaam. Umefika hadi Dar es Salaam? Yes. Nimefika huko. Nimekwambia unakula vinono. Tunakula. Unakula vizuri sana. Umekuwa kule Dar es Salaam. Tumeimba na Noindi Amani. Hapa ilikuwa Dar es Salaam? Hapa sasa ni Mombasa. Hapa ni Mombasa. Mama Ngina pale. Mama Ngina. Yeah. Huyo nani? Huyo ni Simani mwenyewe. Very good. Sasa pengine tukimalizia tu, kuna yule msanii ambaye anakutazama hivi sasa, pengine anakusikiza na amekufa moyo kidogo, sema kwamba hii safari yangu ya usanii kidogo imekuwa na shida nyingi, sijui nitaanzia wapi, nitamalizia wapi, kwa sababu najua kwamba changamoto ni nyingi sana. Siko kuna changamoto ambazo unapitia rafiki yangu Paul. Ni changamoto kama gani hizi katika safari yako ya usanii? Kama mimi changamoto imekuwa nyingi, lakini nimevumilia nikiomba, na ndio maana unaona ninaendelea. Umekataa kuniambia changamoto ambazo unapitia. Unataka nieleze kiasi? Wewe itachukua muda. Manake hiyo changamoto nimeona ni nyingi. Number 1, mimi saa hii nyimbo zangu nili mara ya kwanza niliitwa na Radio Ingo. Sa kwanza kuna wimbo inaitwa na wauliza audio, na ingine usinitupe, zilichukuliwa zikarushwa hewani. Ziliporushwa kule, nilipigiwa simu na kampuni moja, wakaniambia bwana, hizo nyimbo nzuri sana, tunataka bwana upromote hiyo wimbo, tusukume iende sikiza tune, at least kuletea kitu. Nikasema sitakuwa mzuri, jamaa itaendelea kudeta na ndio niendelee kutoa zaidi. Wakaniita tukafanya agreement. After kufanya agreement 2016 ilikuwa ya contract ya 5 years. Nakwambia hata shilingi sijaiona. Contract wametumia hiyo nini yote kwa sikiza tune hadi 2021. Wamekuwa wakisema ndio wimbo ayusi. Sasa ilipo isha contract nikataka nione kweli ayusi. Kama ayusi watasimamisha ama hapana. Contract imeisha ya 5 years. Kwenda kuangalia inaendelea, nikawapigia simu. Hawakushika, nikatuma message kwa email. Nikamwambia simamisheni hiyo wimbo sababu mlisema
haiuzi. Kwa 5 years mmeitumia, sijaiona kitu, mmekuwa mnasema haiuzi, na sasa naona inaendelea na mjaniita tufanye contract. Na tufanyeni hivi, nataka nipeane hiyo wimbo kwa kampuni nyingine. Message niliona tu walituma, nikaenda Safaricom, nikaenda kwa hiyo kampuni, nikaenda kwa wakili, wakarutisha hivi, wakasema msanii anasema tusimamishe wimbo, ikisimamisha downloads zitapotea. Muulize anataka kupeleka kwa kampuni gani, badala ya tutiliti downloads zipotee, tulingi kwa hiyo kampuni. Nikajua okay, wimbo yangu kumbe inauza. Ndio mwisho nikarudi nikawaambia, mimi msiniulize nataka nilingi na kampuni gani, mlisema wimbo haiuzi, simamisheni nipeane kwa kampuni nyingine. Kile walifanya kidogo hivi, umejua niliwaambia kama mtasimamisha hiyo wimbo nitawashtaki basi, sababu mnatumia bila mkataba. Contract ilisha. Ile walifanya, walituma shilingi 700 mara hiyo director wa hiyo kampuni, tena kwa kukechele. Hiyo ni baadhi ya changamoto ambazo niliona hapa, ambazo zinafanya msanii kama alikuwa aendelee, anafika mahali anafunjika moyo, wewe unatoa, mwingine anakuipia huko. Na ile hali intakana itoke kitu hapo, ikuje iinoe hii uimbaji iendelee. Sasa hiyo ndio changamoto ya kwanza niko nayo. Kuna nyimbo 3 siko kwa sikiza tu, hawanilipi. Lakini lija hiyo imekuwa hivyo, nimeamua kuwaja na nikasema bado nitaendelea, maana Mungu anaendelea kunipa uimbaji, nyimbo zinaendelea kukua. Alafu kuna vifunja moyo, ni kama vile tulikuwa tumesema iko. Kwa hivyo msanii yote ambaye unaingia katika nini, usifunjike moyo kwa sababu ya haya mambo, maana kitu kizuri akitaenda tu bila pingamizi. Wanasema ya kwamba mti ule ulio na matunda lazima utarushwa mawe. Na yule mti ambao urushi mawe inamaanisha haina kitu. Kwa hivyo wewe ukiona umeanza na umefika mahali kuna changamoto kama hizi unapitia, unajaribu, wanakulakai, wengine wanakuibia, wewe piga makoti, omba Mungu. Mungu ni mwaminifu, atasimama na wewe na atakufikisha mbali. Tuseme kitu, mtazamaji, amekuwa ni Evangelist Paul Simani. Sema kama anatokea kule Lwandeti, sivyo? Kaunti ya Kakamega. Asante sana kufika katika studio za West TV rafiki yangu, na nafikiri nitakuita tena katika kipindi kingine siku nyingine. Alafu Mungu atatubariki, sivyo? Hata mimi pia ni mchungaji. Sio kama unafahamu. Sasa ndio nasikia sasa. Mimi pia ni mchungaji. Asante sana mtumishi. Kama wewe ni mchungaji, tutafanya kazi ya Mungu. Very good. Dakika 7 mtazamaji, baada ya saa 4 asubuhi Ijumaa tarehe 24 Julai 2026. Asante sana kujiunga nasi kwenye West TV Staftai kuanzia mida saa 1 asubuhi hadi hivi sasa. Tukutane saa 7 kwa taarifa ya West TV. Kwaheri. West TV, tazama ilivyo.